Tukisalia na hayo ya elimu, hatma ya maelfu ya wanafunzi wanaotegemea msaada wa karo kutoka kwa serikali za kaunti haijulikani, huku mzozo kati ya magavana na wasimamizi wa bajeti Margaret Nyakango ukiendelea. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata amewasilisha ombi mahakamani kuitaka mahakama kumpata Nyakango na hatia ya kudharau uamuzi wa mahakama kwa kukosa kuwaruhusu magavana kutoa ufadhili wa karo kama ilivyoshauri mahakama hivi majuzi. Willy Lusige na taarifa zaidi. Muhula wa pili ukianza rasmi juma hili na wanafunzi kurejea shuleni, vuta ni kuvute baina ya serikali za kaunti na msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango kuhusu kusitishwa kwa utoaji wa ufadhili wa karo na serikali za kaunti sasa inahatarisha hatma ya maelfu ya wanafunzi. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata amefika mahakamani kuitaka mahakama kuu kumchukulia hatua Nyakango kwa kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa Nakuru ikimtaka kuruhusu kaunti kutoa ufadhili huo kabla ya kukamilika kwa mwaka huu wa kifedha. We went to court ourselves in that same case. We sought a clarification. The court said, and I quote point 6 of that order, that for clarity and avoidance of doubt, this court hereby clarifies the orders issued by the court on that of February 2025 were only restraining parties from approving fresh bursaries, extending beyond the current financial year, nothing else. Kang'ata anasema Nyakango amekataa kuruhusu kaunti kutoa ufadhili wa karo licha ya mhula wa pili kufunguliwa juma hili, na sasa maelfu ya wanafunzi waliokuwa wamesajiliwa kupokea msaada wanahangaika. I think the best case scenario is to appeal to principals to allow students to go on with the studies. Kang'ata akisisitiza kuwa hatua ya kuitaka mahakama kumpata Nyakango na hatia ndo njia pekee ya kumshurutisha kuwaruhusu magavana kutoa ufadhili huo, kwani pesa hizo tayari zimetengwa kwa shughuli hiyo na kwamba tayari mahakama ilikuwa imewapa idhini katika mwaka huu wa kifedha. Kuvuta nikuvute baina ya msimamizi wa bajeti na magavana ukiendelea kuhusu utoaji wa msaada kwa wanafunzi kimasomo, maelfu ya wanafunzi sasa hawajui hatima yao huku muhula wa pili ukiwa umeanza rasmi. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.